Bwana Yesu asifiwe. Leo tunaanza kitabu cha Wakorinto. Tunaanza Wakorinto wa kwanza, sura ya kwanza mpaka sura ya 3. Nitasoma. Paulo, aliyeitwa kuwa mtume wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu, na Sosthene ndugu yake, kwa kanisa la Mungu lililoko Korintho, wale waliotakaswa katika Kristo Yesu, walioitwa wawe watakatifu, pamoja na wote walioliitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo kila mahali, Bwana wao na wetu. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Namshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu, kwa sababu ya neema ya Mungu mlioipokea katika Kristo Yesu. Kwa kuwa katika kila jambo mlitajirika katika yeye, katika maneno yote na maarifa yote, kama ushuhuda wa Kristo ulivyothibitika kwenu, hata hamkupungukiwa na karama yoyote, mkikutazamia sana kufunuliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye atawathibitisha hata mwisho, ili msilaumiwe siku ile ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu ni mwaminifu, ambaye mliitwa na yeye muingie katika ushirika wa mwanawe Yesu Kristo Bwana wetu. Basi ndugu, nawasihi katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba nyote mnene mamoja, wala pasiwe kwenu faraka, bali mhitimu katika nia moja na shauri moja. Kwa maana, ndugu zangu, nimearifiwa habari zenu na wale walio wa nyumbani kwa Chloe, ya kwamba iko fitina kwenu. Basi, maana yangu ni hii, ya kwamba kila mtu wa kwenu husema, mimi ni wa Paulo, na ni wa Apolo, na mimi ni wa Kefa, na mimi ni wa Kristo. Je, Kristo amegawanyika? Je, Paulo alisulubiwa kwa ajili yenu? Au je, mlibatizwa kwa jina la Paulo? Nashukuru kwa sababu sikumbatiza mtu kwenu, ila Krispo na Gayo. Mtu asije akasema kwamba mlibatizwa kwa jina langu. Tena naliwabatiza watu wa nyumbani mwa Stefana. Zaidi ya hao, sijui kama nalimbatiza mtu yoyote mwingine. Maana Kristo hakunituma ili nibatize, bali nihubiri habari njema. Wala si kwa hekima ya maneno, msalaba wa Kristo usije ukabatilika. Kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa kuwa imeandikwa, nitaiharibu hekima yao wenye hekima, na akili zao wenye akili nitazikataa. Yu wapi mwenye hekima? Yu wapi mwandishi? Yu wapi mleta hoja wa zamani hizi? Je, Mungu hakuifanya hekima ya dunia hii kuwa ni upumbavu? Kwa maana, katika hekima ya Mungu, dunia isipopata kumjua Mungu kwa hekima yake, Mungu alipenda kuwaokoa waaminio kwa upuuzi wa lile neno linalohubiriwa. Kwa sababu, Wayahudi wanataka ishara, na Wayunani wanatafuta hekima. Bali sisi tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa. Kwa Yahudi ni kikwazo, na kwa Yunani ni upuuzi. Bali kwao waitwao, Wayahudi kwa Wayunani, ni Kristo nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Kwa sababu upumbavu wa Mungu
una hekima zaidi ya wanadamu, na udhaifu wa Mungu una nguvu zaidi ya wanadamu. Maana, ndugu zangu, angalieni mwito wenu ya kwamba si wengi wenye hekima ya mwilini, si wengi wenye nguvu, si wengi wenye cheo walioitwa. Bali Mungu aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia awaaibishe wenye hekima. Tena Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Tena Mungu alivichagua vitu vinyonge vya dunia na vilivyodharauliwa, naam, vitu ambavyo haviko, ili avibatilishe vile vilivyoko. Mwenye mwili awaye yote asije akajisifu mbele za Mungu, bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu, na haki na utakatifu na ukombozi, kusudi kama ilivyoandikwa, yeye aonaye fahari na aone fahari juu ya Bwana. Sura ya 2. Basi ndugu zangu, mimi nilipokuja kwenu, sikuja niwahubiri siri ya Mungu kwa ufasaha wa maneno, wala kwa hekima. Maana naliazimu nisijue neno lolote kwenu ila Yesu Kristo, naye amesulubiwa. Nami nalikuwako kwenu katika hali ya udhaifu na hofu na matetemeko mengi, na neno langu na kuhubiri kwangu hakukuwa kwa maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu, bali kwa dalili za Roho na za nguvu, ili imani yenu isiwe katika hekima ya wanadamu, bali katika nguvu za Mungu. Walakini, iko hekima tusemayo kati ya wakamilifu, ila si hekima ya dunia hii, wala ya hao wanaoitawala dunia hii wanaobatilika. Bali twanena hekima ya Mungu katika siri, ile hekima iliyofichwa ambayo Mungu aliazimu tangu milele kwa utukufu wetu, ambayo wenye kuitawala dunia hii hawaijui hata mmoja, maana kama wangaliijua wasingalimsulubisha Bwana wa utukufu. Lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona, wala sikio halikuyasikia, wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Maana ni nani katika binadamu ayajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo, na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila Roho wa Mungu. Lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali Roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Nayo twayanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali yanayofundishwa na Roho, tukiyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuuzi, wala hawezi kuyafahamu, kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Lakini mtu wa rohoni huyatambua yote, wala yeye hatambuliwi na mtu. Maana ni nani aliyeifahamu nia ya Bwana amuelimishe? Lakini sisi tunayo nia ya Kristo. Lakini ndugu zangu,
Mimi sikuweza kusema nanyi kama na watu wenye tabia ya rohoni, bali kama na watu wenye tabia ya mwilini, kama na watoto wachanga katika Kristo. Naliwanywesha maziwa, sikuwalisha chakula, kwa kuwa mlikuwa hamjakiweza, naam hata sasa hamkiwezi. Kwa maana, hata sasa ninyi ni watu wa tabia ya mwilini. Maana, ikiwa kwenu kuna husuda na fitina, je, si watu wa tabia ya mwilini ninyi, tena mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu? Maana hapo mtu mmoja asemapo, mimi ni wa Paulo, na mwingine mimi ni wa Apolo, je, ninyi si wanadamu? Basi, Apolo ni nani? Na Paulo ni nani? Ni wahudumu ambao kwao mlioamini, na kila mtu kama Bwana alivyompa. Mimi nilipanda, Apolo akatia maji, bali mwenye kukuza ni Mungu. Hivyo, apandaye si kitu, wala atiaye maji, bali Mungu akuzaye. Basi, yeye apandaye na yeye atiaye maji ni wamoja. Lakini, kila mtu atapata thawabu yake mwenyewe, sawasawa na taabu yake mwenyewe. Maana, sisi tu wafanyakazi pamoja na Mungu. Ninyi ni shamba la Mungu, ni jengo la Mungu. Kwa kadri ya neema ya Mungu niliyopewa mimi, kama mkuu wa wajenzi wenye hekima, naliuweka msingi na mtu mwingine anajenga juu yake. Lakini kila mtu na angalie jinsi anavyojenga juu yake. Maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuuweka, isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yani Yesu Kristo. Lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huo, dhahabu au fedha au mawe ya thamani au miti au majani au manyasi, kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri. Maana siku ile itadhihirisha, kwa kuwa yafunuliwa katika moto, na ule moto wenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani. Kazi ya mtu aliyoijenga juu yake ikikaa atapata thawabu. Kazi ya mtu ikiteketea atapata hasara, ila yeye mwenyewe ataokolewa, lakini ni kama kwa moto. Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu, na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo. Kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo ninyi. Mtu asijidanganye mwenyewe. Kama mtu akijiona kuwa mwenye hekima miongoni mwenu katika dunia hii, na awe mpumbavu ili apate kuwa mwenye hekima. Maana hekima ya dunia hii ni upuuzi mbele za Mungu. Kwa maana imeandikwa, yeye ndiye awanasai wenye hekima katika hila yao. Na tena, Bwana anayafahamu mawazo ya wenye hekima, ya kwamba ni ya ubatili. Basi, mtu yoyote na asijisifie wanadamu, kwa maana vyote ni vyenu, kwamba ni Paulo, au Apolo, au Kefa, au dunia, au uzima, au mauti, au vile vilivyopo sasa, au vile vitakavyo kuwapo. Vyote ni vyenu, nanyi ni wa Kristo, na Kristo ni wa Mungu. Amen.